wa minan nasi man ibtada'a bid'atan fi sahuri, kuna miongoni mwa watu ambao wamekwenda kuleta bid'a, wamekwenda kuleta uzushi katika jambo la kula daku. Fayulzimu an-nasa al-imsaka qabla al-fajri bi sa'atin au nahwiha, wanakwenda kuwalazimisha watu kujizuia kutokula katika kipindi cha daku kwa muda wa jisaa moja au mfano wa jisaa moja, bihujjati al-ihtiyati lis-sawmi, kwa hoja wanayoijengea wakisema ni matayarisho au ni maandalizi kwa ajili ya kufunga. Wayusammunaha, na wanaita huo muda wa kujizuia imsakiyata Ramadhana, kujizuia kwa ajili ya Ramadhani. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, hili ni jambo ambalo halipo kisheria, jambo ambalo muda wa kula daku haujamalizika, lakini kuna muda fulani mwanadamu kabla ya kumalizika ule muda wa kula daku amekwenda kupewa jisaa moja au nusu saa, anaambiwa ajizuie kabla ya ule muda wa kula daku haujakwisha. Lengo ni nini? Wanasema ya kwamba huu muda ambao kwamba uliowekwa ni kwa ajili ya maandalizi ya kufunga ile funga ambayo utaifunga siku hiyo. Mfano wake ni huu: pengine kula daku ni mpaka saa 11:30, lakini wanakuwekea muda wa kujizuia kutokula daku kwa maandalizi ya kufunga katika siku hiyo. Wanakuambia mwisho wa kula daku ni saa 11:15. Ule muda ambao kwamba uliobakia kisheria unaruhusika kula daku, lakini wao wanakuambia hapana, kwa sababu ujiandae na ile siku uweze kufunga, itabidi ule muda uliosalia uwe utaweza kujizuia kabla ya kuwasili ule muda sahihi wa kumalizika kula daku. Na haya ni makosa makubwa ambayo tunayoyafanya, na hiyo ni ile timetable ambayo kwamba imewekwa nyakati za kufunga na nyakati za kufungua. Sasa unashangaa unaambiwa saa 11:15 ndio mwisho wa kula daku, lakini kisheria kula daku inaweza kwenda mpaka saa 11:30, lakini ule muda ambao kwamba ulioongezewa ili ujizuie wanauita ni muda wa kujitayarisha kwa ajili ya kufunga siku hiyo. Haya ni makosa kisheria. Fayujibuna ala nasi tarka sahuri, wanawalazimisha watu maskini wanaacha kula daku kwa kipindi hicho. Fahadhihi bid'atun wa dalalatun, huu ni uzushi na ni upotevu ambao watu wanaofanya. Wa mukhalafatun sarihatun, na vile vile ni kwenda kinyume na sheria kuliko kuwa wazi kabisa. Linasi al-Qur'an, kwa kupitia dalili ya Qur'an. Qala jalla wa ala fi kitabi, Allah amesema katika kitabu chake, wa kulu washrabu, na kuleni na munywe. Hicho ni kipindi cha usiku wa mwezi wa Ramadhan. Allah anasema wa kulu washrabu, na kuleni na munywe, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, mpaka iwabainikieni nyinyi weupe wa asubuhi kutokamana na weusi wa alfajiri. Maana yake mimi na wewe, kile kipindi ambacho tumeruhusiwa kula katika kipindi cha jioni, tunatakiwa tuendelee kula mpaka ifike mahala tujue sasa huu ni weupe wa asubuhi kutokamana na weusi wa alfajiri.
hapo sheria ndio inakwambia acha kufanya nini? Kula. Aya haijaweka limit ya kwamba ukifika muda fulani jizuie kwa sababu ya maandalizi ya kufunga. Hiyo aya haijaweka hivyo. Aya imeweka ukifika tu wakati fulani, kuonyesha huu ni wakati wa asubuhi na mliotoka ni wakati wa alfajiri, ambao alikuwa mmeruhusika kufanya nini? Kula daku wakati ule. Sasa acheni. Sasa watu hawa wamekwenda kutoa wapi mafundisho haya? Kaangalia Suratul Baqara aya 187. Nikikumbuka vizuri hadithi ambayo imepokewa na mama Aisha radhiallahu anha. Mama Aisha anasema kana Bilal yuadhinu bilailin. Bilal ibn Rabah alikuwa akiadhini kipindi cha usiku, na kipindi hicho cha usiku ndiyo adhana ya kwanza watu kwa ajili ya kula daku. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume, rehma na amani zimshukie yeye, wakulu washrabu. Wakati huo Bilali akiadhini sasa, kuleni na munywe, hata yuadhina ibn ummi maktumin, mpaka aadhini adhana ya pili Abdullahi ambaye ni ibn ummi maktum. Fa innahu la yuadhinu hatta yatlua al-fajr, kwa sababu Abdullahi ibn ummi maktum yeye haadhini mpaka kufike wakati wa alfajiri. Anapoadhini tu Abdullah bin ummi maktum, acheni kula daku, hicho ni kipindi cha swala. Unaona hapa hakuna sehemu ya kwamba kuna muda fulani watu wajizuia kwa ajili ya maandalizi ya kufunga siku hiyo. Kwa maana hiyo watu wanakwenda kuwaumiza wale wenye kufunga. Haya ni makosa na ni uzushi ambao tunaufanya. Hadithi ambayo nilisoma imepokewa na Imamu al-Bukhari kwa nambari 1918. Wa min afatiha at-tahirati tahrimu at-ta'ami 'ala an-nasi fi waqtin abahahu Allah fihi, na miongoni mwa maafa na madhara na matatizo yanatokea pale mnapokwenda kuwazuia watu maskini kwa kipindi hicho, munakwenda kuwanyima kula chakula katika wakati ambao kwamba Mwenyezi Mungu bado amewaruhusu watu kula daku. Warubama addat ila tarki sahuri, na huenda mtu ikampelekea kuacha kula daku idha taakhara an-nasu fi i'dadihi, pindi watu wanapochelewa katika kuyahesabu yale masaa ya kula daku. Yawezekana mtu maskini kachelewa kaamka, lakini kumbe bado ni muda wa kuruhusu kula daku, kwa sababu kuna muda fulani umewekwa kwa maandalizi ya kujizuia kwa funga ya siku hiyo. Akiangalia saa yake, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nimekosa daku maskini. Kumbe wakati upo wa kula daku, lakini ile timetable iliyotengenezwa ndiyo ilomsababishia aache kula daku. Hauoni wewe unamnyima chakula ambaye mtu ameruhusika kisheria kula daku kwa wakati huo?